Polisi wa Ecuador walitumia gesi ya kutoa machozi siku ya jana Jumapili, Oktoba 12 mwaka 2025 katika mji mkuu wa nchi hiyo baada ya maandamano dhidi ya serikali kugeuka kuwa vurugu. Maandamano hayo yaliitishwa kupinga kupanda kwa bei ya diesel pamoja na sera za rais wa nchi hiyo Daniel Noboa. Waandamanaji wakiongozwa na makundi ya wafanyakazi na baadhi ya wawakilishi wa jamii za wazawa walikusanyika katikati ya jiji wakibeba mabango na kupiga kelele wakitaka serikali kusitisha ongezeko la bei ya mafuta. Hata hivyo, hali ilibadilika ghafla baada ya polisi sasa kuingia katika mvutano na waandamanaji na kusababisha polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umma. Serikali ya Rais Noboa imekuwa ikikumbwa na ukosoaji mkubwa kutokana na hatua yake ya kuondoa ruzuku ya mafuta, hatua inayodaiwa kuathiri zaidi tabaka la chini na sekta ya usafirishaji. Wanaharakati wanasema kuwa ongezeko la gharama ya diesel linaongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Hadi sasa hajaripotiwa wazi ikiwa kuna watu waliokamatwa au kujeruhiwa katika vurugu hizo, lakini mashuhuda walieleza kuwa baadhi ya waandamanaji walikimbizwa katika vituo vya afya kutokana na athari za kuvuta gesi hiyo. Wachambuzi wa kisiasa wanaonya kuwa huenda maandamano kama haya yakaongezeka iwapo serikali itafanya mazungumzo ya haraka na wadau mbalimbali ili kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu swala la mafuta na gharama ya maisha kwa ujumla. Rais Noboa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo, lakini msemaji wa serikali alisisitiza kuwa hatua za usalama zilichukuliwa ili kuhakikisha utulivu na kulinda mali za umma. Wakati huo vyama vya wafanyakazi vimetangaza kuwa maandamano yataendelea hadi serikali itakapositisha ongezeko hilo la bei ya diesel. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani $350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.